Sasa naomba nitumie neno figa. Figa la pili tafadhali. Karibu. Uchungu wa mwana hasa nani? CCM oye! CCM oye! Hindishi oye! Asante ndugu Mheshimiwa Diwani wa kata ya Sakamaliwa na mwenyekiti wa ODC kwa maana ya maendeleo ya kata. Nipende kutumia fursa hii kuwasalimia wazazi wangu, wadogo zangu, mama zangu, mwadira baba bana bamayo eminza mlimhola maladuhu abato mwaguku lazima nindone ndo wangu. Ndugu zangu, kwanza kabisa pende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuwezesha kukutana siku ya leo, siku ya wiki ya wazazi. Ni siku moja nyeti sana, kwa sababu tunapokutana wazazi, kwa maana ya kwamba mzazi ndo anayelikava mambo yote. Sijui vijana wako chini ya mzazi, si ndio? UWT wako chini ya mzazi, na chama kwa ujumla wako chini ya wazazi, ya mzazi. Uongo ndugu zangu? Kwa sababu gani? Mzazi ndo kawazaa wote hawa na chama kakizaa. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutambua uwepo wa mabalozi wetu, uwepo wa wataalamu wetu, uwepo wa viongozi wa chama na serikali tulioko hapa. Ndugu zangu viongozi wa kata mlioko hapa, na wasalimu kwa jina la Muungano. Kazi na utu. Ndugu zangu, nimekuja hapa kwa jambo moja. Mimi ni katibu wa mbunge jimbo la Igunga, na nipo hapa kumwakilisha mheshimiwa mbunge wa jimbo la Igunga, ndugu Henry Charles Kabeho. Angetamani sana kufika hapa kwenye mwaliko huu, lakini kulingana na vikao vya bunge vinamuhitaji sana. Akasema nenda kaniwakilishe. Ndugu zangu, yale yote mlioyazungumza hapa na ambayo mnayatamani kuyazungumza, mheshimiwa diwani ameninong'oneza mambo mengi. Mimi nitayabeba, nitampelekea mheshimiwa mbunge. Sawa ndugu zangu? Hakuna jambo ambalo nitalibakisha. Na siku hii ya wazazi imeambatana na jengo letu la zahanati. Jengo hili limeshatolewa taarifa kwa ofisi ya mbunge, na mbunge kashalipokea kwa mikono miwili. Sawa ndugu zangu? Na mpaka sasa kwenye jengo hili tumeshaanza kuweka mkono. Mfuko wa kwanza wa jimbo, mheshimiwa mbunge kaweka milioni 4 kwenye jengo hili. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo tumpongeze mwakilishi wa wananchi wa eneo hili ambaye ni mheshimiwa diwani. Kilio chenu kashafikisha kwa mheshimiwa mbunge, na mbunge kashaanza kufanya. Nitumie tu fursa hii kwa niaba ya mheshimiwa mbunge kuwapongeza sana kwa kula nyingi ambazo mmempa ya Sakamaliwa, kijiji cha Hindishi. Anawashukuruni sana kwa kula nyingi ambazo
mmeonyesha kwamba mko tayari kufanya naye kazi, na yeye anasema kwamba yuko tayari kufanya na nyinyi kazi, iwe usiku, iwe sijui muda gani, chochote kile ambacho mnakihitaji au mnafikiria kumwambia, yuko tayari kukipokea na kukifanyia kazi. Sawa ndugu zangu, mimi tu nizungumze kwamba kulingana na sera yetu ya Chama cha Mapinduzi, kwa kila sehemu ambayo inamgusa mwananchi imejieleza. Na mheshimiwa mbunge kashakabidhiwa ilani, mheshimiwa diwani kashakabidhiwa ilani, mheshimiwa mbunge anatembelea mle mle, na amesema niwaambie, anatembelea mle mle, haachi hata gepo hata hili. Na Mwenyezi Mungu atamsaidia, na tumuombee sana. Yeye atawawakilisha vyema kwenye bunge, kuwaombea kile mnachokihitaji wananchi. Yuko tayari usiku na mchana kufanya hivyo, na yeye kasema ni mtumishi wenu, na ndio maana mimi kaniweka kwa niaba yake, nipigieni simu muda wote. Mimi niko na kazi hii tu, kuwapokelea nyinyi na kumwakilishia yeye, kunituma yeye na kuwafikishia ninyi. Sawa ndugu zangu, na ndio maana hapa alipoleta mheshimiwa diwani hili jambo la zahanati, tukaweka kidogo milioni 4, na sasa hivi kasema kwamba kwenye jengo hilo tukianza ziara, akishamaliza bunge la bajeti, atawakabidhini mifuko 50 ya jengo lenu la zahanati. Nje na hapo, kila mfuko unapoingia wa mfuko wa jimbo, atajitahidi kuweka kwenye jengo hili. Sawa ndugu zangu, kila hela inayoingia kwenye nini, kwenye mfuko wa jimbo, atahakikisha anaweka kwenye jengo hili. Lengo na mazumuni ni kwamba kilio chenu hawezi kukitibu, kwa sababu kilio hicho kinatibiwa na hela, si ndio? Na kama alivyozungumza mheshimiwa diwani, unajua upendo ndo unaofanya kujenga au kusaidia. Tuonyesheni upendo. Sisi ni wazazi, sawa ndugu zangu, sisi ni wazazi. Tuonyesheni dira ya upendo kwenye jengo hili. Maendeleo yanaletwa na sisi, sio mtu mwingine. Sawa ndugu zangu, mimi nipende tu kuwashukuru uongozi wa kata. Wamechangia mifuko mingapi? 10. Ina maana wameonyesha wazi kabisa kwamba wana upendo wa dhati. Na sisi wazazi kwenye majumba yetu tujitahidi kufanyaje? Kuchangia hata mfuko mmoja mmoja, kama alivyosema mheshimiwa diwani. Mfuko huu wa jimbo ni mfuko wa kuchochea. Mkionyesha dira ya kwamba mnahitaji na kuchangia kidogo, mfuko huu ni wa kuchochea maendeleo. Sawa ndugu zangu, na mimi kama katibu wa mbunge nitamshauri mbunge usiku na mchana kuhakikisha wanahendish hitaji lenu linafanyika, au tunatenga fedha kutoka kwenye mfuko wa jimbo. Nitajitahidi sana na Mungu anisaidie. Kila tunapokutana naye lazima nimwambie mheshimiwa mbunge, kulingana na jinsi mlivyozungumza na nilivyowaona, mnahitaji hitaji hilo ni hitaji muhimu sana, kwa sababu linalenga maisha ya moja kwa moja, kwa sababu hamna mtu ambaye haumwi. Uongo? Na hiyo inaenda kutibu watu wote. Haichagui kwamba itatibu tu wazazi, itatibu tu sui nani.
watu wote itafanyaje? Itatibu. Kupitia maombi ya mheshimiwa diwani amesema kwamba mnahitaji maji. Maji yako hapa na yanahitaji kufika wapi? Sakamaliwa na wapi umesema? Na Kidaru. Awamu hii kuna fedha nyingi sana iko hapa kwenye tenki la Igogo pale, na mabomba yameletwa ambayo yatahudumia kata za kwenda hivi, lakini kwenye bajeti nyingine mheshimiwa mbunge atahakikisha hapa haya maji atayasamba, kwa sababu yameshafika. Haya maji ni kusambazwa tu, yameshafika, ni kufanyaje tu. Unajua kitu kigumu ni kile ambacho bado hakijafika hata kidogo. Tunaamini hata sisi wazazi, vijana ukishamuozesha ni rahisi sana kufanya mambo mengine. Kwa sasa sisi tunasema tumeshaozeshwa tayari, hapa ni kusaidizana tu vitu vidogo vidogo, kwa sababu maji yametoka kule mpaka yamefika hapa. Inaona kufikia tu hapo ni ushirikiano tu wa upendo ambao tutafanya kwa pamoja, na yeye kama mwakilishi wenu hili ameliangalia kwa macho mawili. Najua atalifanya, kwa sababu kule mabomba yalisuasua. Alimfuata waziri wa maji, ndani ya wiki 2 mabomba yakaletwa. Imani yangu kilio chenu lazima ataenda kuteta na nani? Na waziri wa maji. Maji atafika, kwa sababu ni mtandao tu kusogeza sogeza. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba uongozi wa chama ni dira, na sisi ambao tunafanya haya yametokana na dira ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kuwa mimi nazungumza kama mwakilishi wa mbunge, nitamfikishia, na watu wa chama niwahakikishie, nitakuwa mwaminifu kweli kweli kuyafikisha haya na kuhakikisha mimi nashauri kumshauri mbunge kuitekeleza ilani kama ilivyoainishwa, na nyinyi wasimamizi mtaona, na mpaka sasa mmeshaona kwamba tumeshaanza kushika, kwa sababu nyinyi najua mnaangalia tu. Tukienda kinyume na utaratibu, mnajua wapi mtaenda kukaza supana kwa sababu nyinyi ndo lakini kile tunachokifanya na nyinyi mnashuhudia, na tutazidi kukisimamia. Tumesema mifuko 50 hapa italetwa, na mimi nitakuwa namkumbusha masaa yote mheshimiwa mbunge kuhakikisha, na mimi ndo natunza kumbukumbu, kuhakikisha tunapoanza tu hiyo ziara namwambia kuna 1 2 Sakamaliwa. Tunapoenda kule tunaenda tumefanya nini kwenye ahadi yetu. Imani yangu tutafanya kwa haraka sana kunusuru adha hii. Mimi niseme tu kwamba mwezi wa 7 mheshimiwa mbunge atapita ziara kuwashukuru na kuja kuzungumza na ninyi. Sawa ndugu zangu, ambayo anatamani atete na nyinyi, kwa sababu nyinyi mmeonyesha utayari wa kukaa na yeye, na utayari huo pale mlipoweka kura nyingi kuanzia maoni na uchaguzi mkuu. Nyinyi ni watu muhimu sana kwake, anatambua uwepo wenu. Kwa hiyo mimi siwezi kuzungumza mengi sana, kwa sababu kazi yangu ni kuzungumza yale ambayo nimeagizwa. Sawa ndugu zangu, na yale nitakaoagizwa kuyatekeleza sawa sawa na mapenzi ya mheshimiwa mbunge.